Hili si movie wala filamu za Kihindi. Wakati kila mtu akiwa kwenye sintofahamu kuhusu vita vya Ukraine na Urusi, napata kuisikia kwa mbali sauti ya Bwana Zelensky ikisema kuwa kila mtu anaamini Ukraine ilishinda. Swali la kujiuliza, je, ilishinda wapi? Tuende pamoja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza mpango wa kusitisha mapigano wa muda unaotetewa na Marekani na kusema kwamba ni kama ushindi wa kidiplomasia kwa Marekani. Zelensky ameendelea kujinadi na kujipiga kifua kuwa Ukraine imepokea kongole kutoka kwa wafuasi wake wa nchi mbalimbali za huko magharibi kutokana na jinsi nchi yake ilivyoshughulikia mazungumzo ya hivi karibuni na Marekani huko nchini Saudi Arabia, na kuongeza kuwa mafanikio ya kidiplomasia yanaiweka Urusi katika hali ngumu ambayo inaweza kuwa ngumu mno kujinasua. Natamani kucheka kwa nguvu, ila ngoja nijizuie niendelee kutoa simulizi yangu ya mzozo wa Ukraine na Urusi kwa wafuatiliaji wetu wapendwa wa Yuhoma Media. Lakini eti niulize maswali ya utani tu. Je, mnadhani Marekani kwa nini inapambana sana kusitishwa kwa mapigano na swala liende mezani? Na je, mmesahau kabla ya kuondoka kule ofisi ya Oval nchini Marekani Zelensky hakufanya nini? Na je, mmesahau kuhusu urafiki wa Putin na Trump? Jibu ni kwamba Marekani kwa namna yoyote ile inahitaji kusongesha mbele uchumi wake kupitia madini yenye thamani mno kutoka kwa Ukraine, yani kwenu vita, kwao sherehe. Niseme tu Ukraine, endelea kulala kwenye usingizi wa Bwana Trump na ujifunike gubi, kwa maana tukikuamsha huenda kibao kitatugeukia tukalala sisi. Na wakati wa mkutano ukiendelea huko mjini Jeddah mnamo siku ya Jumanne, wajumbe wa Ukraine walikubaliana na pendekezo la nchini Marekani kuhusiana na kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine kwa muda wa siku 30 tu ili kutafuta suluhu la kumaliza mzozo huo, japokuwa tutegemee kusikia majibu yoyote yale kati ya kusitishwa kwa mgogoro au wababe hao kuendelea kuzichapa katika uwanja wa vita. Kutokana na maelezo ya Zelensky, anasema kwamba kila mtu aliweza kuipongeza Ukraine kwa ushindi wa kweli huko Jeddah, ushindi wa kile alichokiita diplomasia, na kila mtu anaamini kuwa hayo ni maendeleo makubwa kwa Ukraine. Ngoja tuone. Wakati wa mkutano huo, jeshi la Ukraine lilikuwa linakabiliwa na mashambulizi ya kudumu ya Urusi kwenye safu za mbele, wakati askari wa Ukraine walipata kushindwa kwa kiasi kikubwa katika mkoa wa Kursk huko Urusi. Hata hivyo, shambulio hilo la kushtukiza liliruhusu jeshi la Urusi kurudisha mamia ya kilomita za mraba za eneo ndani ya siku chache na kuikomboa Sudzha, mji mkubwa zaidi katika eneo hilo la Urusi uliokuwa ukikaliwa na vikosi vya Ukraine hapo awali. Kwa upande wake, rais wa Marekani Bwana Trump ameendelea kuiomba tena na tena Urusi ili kuhakikisha wanaokoa maisha ya wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, licha ya kuwa rais wa Marekani Donald Trump kupigwa butwaa na kujikuta akisema kuwa ni ajabu jinsi vikosi vya Urusi vilivyoweza kuzingira wanajeshi wengi wa Ukraine licha ya msaada mkubwa wa kifedha na kijeshi ambao nchi ya Marekani imekuwa ikitoa kwa Ukraine kwa muda mrefu. Naye kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alisema kwamba vikosi vya Ukraine vilifanya uhalifu mwingi dhidi ya raia wake wakati wa uvamizi huo katika mkoa wa Kursk, na kuongeza kwamba utekelezaji wa sheria wa Urusi unachukulia vitendo vyao kama ugaidi. Trump amekuwa akisema mara kwa mara kwamba anataka kukomesha umwagaji damu haraka iwezekanavyo, huku mwezi uliopita Bwana Trump alimtoa baru Vladimir Zelensky kutoka ikulu ya White House akimshutumu kiongozi huyo wa Ukraine kuwa ametiwa moyo sana na usaidizi wa Marekani na kutokuwa tayari kwa amani. Nikukumbushe kwa mara nyingine tu, mfuatiliaji wa habari zetu, kuwa Ukraine ilianzisha uvamizi mkubwa katika mkoa wa Kursk huko Urusi mnamo mwezi wa Agosti 2024 na kuteka mji wa Sudzha na vijiji kadhaa. Ila cha kujivunia nchini Urusi ni kuwa kufikia Jumatano jioni ya wiki hii, vikosi vya Urusi vilikuwa tayari vimechukua 86% ya eneo hilo,
na vitengo vilivyobaki vya Kiukraini vilikuwa tayari vimefanyiwa ambush na kuzingirwa, pia kuwekwa chini ya ulinzi, na haya yanathibitishwa kwa kina na Wizara ya Ulinzi ya huko nchini Urusi, ambayo haikufichua zaidi juu ya idadi ya wanajeshi waliozingirwa nchini humo. Yani wakisema tu Urusi wavae roho ya simba na kuachana na huruma ya paka kwa panya, ni sekunde tu tutaona majivu ya wanajeshi hao wa Kiukraini. Huku rais wa Urusi Vladimir Putin akiendelea kusema kwamba anaheshimu sana ombi la bwana Trump la kutaka Urusi kuwaokoa wanajeshi wa Ukraine, lakini akaongeza kuwa ili wito wake Donald usikilizwe ipasavyo, Ukraine lazima iamuru wanajeshi wake kujisalimisha, yani mikono juu, mwendo wa mateka. Na inukuu kauli ya Putin ikisema kuwa ikiwa wataweka silaha zao chini na kujisalimisha, sisi Urusi tutawahakikishia usalama wa maisha yao wanajeshi hao wa Kiukraini na kuwatendea haki kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kanuni za kisheria za nchi ya Urusi. Hapa tunapata dondoo kutoka kwa mkuu wa wafanyakazi wa nchini Urusi, Jenerali Varel Gerasimov, ambaye anatoa ripoti ya kwamba wanajeshi wa Kiukraini katika eneo hilo la Kursk nchini Urusi walikuwa wamezingirwa, yani wamewekwa mtukati tangu mnamo siku ya Ijumaa. Naye rais wa Marekani Donald Trump alitoa wito kwa Urusi wa kuokoa maisha ya maelfu ya wanajeshi wa Ukraini waliokwama katika eneo la Kursk. Kutokana na kauli ya bwana Trump, rais wa Urusi Vladimir Putin amewahakikishia usalama na kuwatendea haki wapiganaji hao wa nchini Ukraine waliozingirwa na wababe wa nchi ya Urusi, ikiwa tu watajisalimisha na kuweka silaha zao chini. Hata hivyo, cha kushangaza ni kwamba viongozi wengi wakuu nchini Ukraine walitangaza haraka ripoti zote kuhusu kuzingirwa kwa wanajeshi wa Ukraine na jeshi la Urusi kuwa ni udanganyifu mkubwa wa Urusi. Hata naye Zelensky alikanusha kuwa wanajeshi wa Ukraine walikuwa wamezingirwa katika mkoa wa Kursk pindi akizungumza na waandishi wa habari mnamo siku ya Jumamosi, naye alipinga vile vile. Kiongozi huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidai makubaliano hayo ya Urusi kuhusu kutowadhuru wanajeshi wa Ukraine na kukubali kusitisha mzozo kwa muda wa siku 30 yafanyike bila ya kuweka masharti yoyote, yani yawe free and fair, hadi pale pendekezo la kusitisha mapigano linaloungwa mkono na nchi ya Marekani kuwa tayari nchini huko. Hakika Zelensky ni sungura mjanja sana, kufuatia tamko lake la kusema kuwa kila mtu anamuona yeye kama mshindi katika diplomasia kutokana na juhudi zake za kutafuta amani kwa kusimama na kile kinachoitwa kuzuiwa kwa mapigano ndani ya siku 30 kati ya Ukraine na Urusi. Hili linatufunulia hali ya kisiasa na kijeshi inayojitokeza katika mzozo wa Ukraine na kuonekana kuwa ni sehemu ya jitihada za Ukraine katika kushinikiza suluhu za amani na kuonyesha uthubutu wake mbele ya jumuiya ya kimataifa. Rais Zelensky aliandika kwamba juhudi za kidiplomasia za Marekani zilikuwa na mafanikio makubwa kwa upande wa Ukraine, huku akieleza kuwa kwa ujumla kila mtu anaamini kwamba Ukraine imeshinda, akisema hii ni kauli yenye nguvu, kwani inaashiria kuwa licha ya mivutano ya kijeshi inayozunguka, Ukraine inaonekana kushinda kidiplomasia na kuendelea kuwa na nguvu ya ushawishi katika jukwaa la kimataifa. Sasa nadhani mmeanza kunielewa niliposema sungura mjanja huyu Zelensky. Pia Zelensky alizungumzia mpango wa kusitisha mapigano unaozungumziwa na Marekani na mataifa mengine mengi ambao umeonekana kuwa na maoni chanya kwa upande wa Ukraine. Na huu ni mfano mwingine wa jinsi Ukraine inavyotafuta mabadiliko ya kipekee katika muktadha wa vita vyake dhidi ya Urusi kwa kutumia njia ya kidiplomasia ili kutafuta suluhu la kudumu. Yaani Volodymyr Zelensky baada ya kulikoroga kwa Urusi sasa ameanza kutapatapa na kutafuta msaada pamoja na sifa ili aonekane mwema kwenye nyuso za watu wengi. Kutokana na umaridadi wa Putin na huruma juu ya raia wake, licha ya kuwa anaweza kabisa kupigana na kuishinda Ukraine mtoto mdogo, lakini Putin alikaribisha na kuupokea mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano na kuita wazo sahihi na kusema kwa hakika Urusi inaunga mkono
mkono wazo hilo, huku akisisitiza kuwa maombi yake kufanyiwa kazi, ikiwa ni pamoja na hatima ya askari wa Ukraine katika mkoa wa Kursk pamoja na taratibu za ufuatiliaji wa usitishaji mapigano, na kusema kuwa maombi yake yanahitaji kushughulikiwa kabla ya makubaliano yoyote kufikiwa. Nazo Ufaransa na Uingereza zimeungana na Marekani katika kudai kwamba Urusi ikubali kusitisha mapigano kwa muda bila masharti yoyote kama hatua ya kuleta amani katika mzozo wa Ukraine. Pendekezo hili linatokana na juhudi za kimataifa katika kutafuta suluhu ya kimkakati wa kuzuia uharibifu wa kijeshi na kuleta fursa ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Hata hivyo, pendekezo hili limepingwa vikali na rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev, ambaye alijibu kwa hasira akisema kwamba Uingereza isirudie tena kuleta maneno kama hayo. Yaani mzee kiufupi amekaza kamba, hacheki na yoyote. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.